Kwa leo Jumatatu tulivu, karibu sana katika The Big Agenda mpaka saa 4 na dakika 30 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tayari dakika 4 zimeondoka tangu ilipotimu 3 na dakika 30 kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi naitwa Mtozi Alois Nyanda, na mtazamaji popote ulipo, niseme karibu katika kushiriki mjadala huu siku ya leo kwa kuandika ujumbe mfupi wa maandishi ukinijuza unasemaje uwajibikaji na wajibu wa viongozi dhidi yako wewe Mtanzania popote pale ulipo. Na leo tunajaribu kutazama zaidi mifumo na miundo ya maendeleo inayopatikana katika hizi halmashauri, hasa manispaa. Tuone namna ambavyo wao wamejikita kuhakikisha basi Tanzania tunayoiota inafikia mahali pake. Hakutakuwa na muhali leo kwenye mjadala huu, bali ushiriki mjadala huu kwa ujumbe mfupi ambao utauona hapo muda so mrefu. Mimi nitasoma maoni yako. Kwa niaba ya timu nzima, Emmanuel Makuliga yuko hapa kuhakikisha kazi na kwenda sawa. Shuku pamoja na Nanga wako kuhakikisha pia shughuli basi inakuwa pevu, na vile vile pia yuko Neema, na pale juu yuko Grace kuhakikisha kazi inakwenda sawa sawa. Watu wa mitandao ya kijamii pia kumbuka tuko live kupitia Facebook pamoja na YouTube. Yuko Chabi kuhakikisha kazi iko sawa sawa. Renato Sikiluvia yeye yupo na mchaka Ijumaa hii atakuwepo hapa kuhakikisha mambo yanakuwa sawa sawa. Na leo basi tunaangalia wajibikaji na uongozi kwa wananchi, na nimemkaribisha mmoja kati ya viongozi kutoka manispaa ya Tabora. Huyu ni mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Tabora, Mheshimiwa Ramadhan Shaban Kapela, ambaye tuko naye hapa kujadiliana naye katika The Big Agenda. Niseme karibu sana mstahiki meya. Asante sana. Nakushukuru sana. Asante sana kwa kuja. Asante. Habari za Tabora? Tabora kwema, tunamshukuru Mungu. Okay. Asante sana, na niseme tu huyu ndo mstahiki meya, lakini pia nitakuja kusema baadaye kidogo kuhusiana na hawa kina Popita Kasembo. Tazungumza kwa nini, wamefanya nini muda sio mrefu sana. Mstahiki meya, mimi nikushukuru sana kwanza kwa kutoka Tabora. Ni heshima kwetu sisi, hasa timu ya The Big Agenda kama Star TV, kwa kupata kiongozi kutoka mkoa wa Tabora. Umekuja hapa kama mstahiki meya wa manispaa ya Tabora. Karibu sana. Asante, mimi pia nakushukuru. Asali Tabora, kilimo. Nakumbuka Tabora imejijenga sana kwa sifa za sura ile, kwa sababu tunafahamu mwalimu alisoma pale. Kwa hiyo ni sifa kubwa sana ambao watu tunaikumbuka sisi wakazi wa maeneo mengine. Hivi Tabora huwa ina kitu gani cha ziada? Kabla tujaingia kwenye mjadala wa msingi kabisa, kabla hujaanza tujaongea mambo ya siasa hapa na mengineo na maendeleo, huwa mna kitu gani kama utambulisho zaidi pale Tabora? Nakushukuru ndugu mtangazaji. Cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, mwingi wa rehema, ambaye amenifikisha hapa nikiwa salama salimini. Lakini cha pili, napenda kushukuru chama changu cha Mapinduzi chini ya Daktari Rais wetu mpendwa Daktari John Joseph Pombe Magufuli kwa uongozi wake mahiri, ambaye amejipambanua kwa serikali ya awamu ya 5, matokeo chanya yanaonekana. Lakini niwamshukuru mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Tabora, baba yetu Hassan Mwakasubi, na Comrade Solomoni ambao ni katibu, bila kumsahau katibu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya Mohamed Katete na katibu wake. Lakini kipekee kabisa ni washukuru waheshimiwa madiwani wa manispaa ya Tabora kwa kunipa heshima kubwa kuwa mstahiki meya wa manispaa ya Tabora. Lakini mkurugenzi wa manispaa ya Tabora na management yake yote, Bosco Ndunguru, naye pia namshukuru. Kipekee ni washukuru wananchi wangu wa kata ya Isevya ambao walinichagua na hatimaye nikawa meya wa manispaa ya Tabora. Okay.
Kwa hiyo lakini pia nikushukuru wewe kwa kukubali mwaliko wangu Bwana Alois Nyanda kwamba mwaliko wangu kuja kuongea katika nakushukuru sana. Mimi utanishukuru mwishoni. Lakini mwisho kabisa utanishukuru mwishoni. Mwisho kabisa kwa umuhimu nishukuru familia yangu. Sasa mke wangu mpendwa Mama Joa pamoja na familia kwa kweli wamenihendo katika kipindi kigumu na kile chepesi. Baada ya kusema hayo na kutoa shukrani zangu za dhati, labda niseme tu kwamba mpaka mke wako namshukuru hapa. Lazima nimshukuru kwa sababu ukiona nakushukuru sana. Asante sana. Nakushukuru sana. Sasa rudi kwenye swali langu la msingi. Ili hao unawashukuru hawa utawashukuru tena baada ya mjadala kupima kama wanastahili shukrani au la. Karibu sana. Sasa nilikuuliza swala msingi kidogo kwamba identity, sura ya Tabora walioko mbali tunaitazama kwa sura hiyo kwamba unajua mwalimu alisoma pale. Nini kinachoitambulisha Tabora kwa sasa? Kikubwa kwa sababu najua mlikuwa na viwanda, kulikuwa na kilimo kikubwa wakati ule. Tabora kulikuwa ni njia kuu ya watu kusafiri kama una kilimo na vitu vingine. Ilikuwa ni sura ambayo Tabora inajionyesha kwa sura pana hivi. Mwalimu alisoma pale, kuna shule za kihistoria ambapo kuna baadhi ya vitu vilikufa kabisa Tabora pale. Sasa hivi mna utambulisho upi wa Tabora? Mtu akikwambia Tabora utambulisho wenu kikubwa ni katika nini zaidi? Mimi nikushukuru ndugu mtangazaji. Kwanza tunaposema Tabora tunasema Tanzania. Tabora ni sura ya nchi. Mihimili mitatu yote mikubwa ya hii nchi imetoka Tabora. Rais wa kwanza ambao ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amesoma Tabora. Lakini jaji mkuu wa kwanza amesoma Tabora. Lakini mheshimiwa spika wa kwanza amesoma Tabora. Kwa hiyo tunapoizungumzia Tabora tunazungumzia sura ya Tanzania. Lakini kura tatu mwaka 58 zilipigia Tabora. Kwa hiyo tunaposema Tabora tunaisema Tanzania. Lakini Tabora kama ulivyosema kwenye upande wa miundombinu Tabora ni katikati. Unapotaka kwenda Mbeya lazima upite Tabora. Unapotaka kwenda Kigoma lazima upite Tabora. Unapotaka kwenda Mwanza unapita Tabora. Unapotaka kwenda Dodoma na sehemu zingine Dar es Salaam na Morogoro na kwenda huko mbele unapita Tabora. Lakini kituo kikubwa cha reli kiko Tabora. Na yenyewe imegawanyika kama nilivyosema barabara hivyo kwamba ukitaka kwenda Mwanza, Mpanda, Dar es Salaam wapi lazima upite Tabora. Okay, lakini hata standard gauge itapita eneo kubwa la standard gauge ni Tabora. Itapita Tabora. Nakushukuru sana. Maswali yangu haya ya kuchomekea kidogo. Imekuwa na historia kubwa Tabora. Ndio. Na wakati huo halmashauri haijaanza jana. Imekuwepo muda mrefu sana. Na kwa sababu unahitaja Tabora kwa sura hiyo ya kwamba ndiyo kiungo. Mimi mwaka jana nilipita Tabora na nikafika pale, ile stendi hata haifanani na Tabora. Pamoja na sifa hizo zote unazonipa hapa. Ndio. Tabora imefanya hivi, amesoma mwalimu, spika katoka hivi, wakina nani katoka hivi, jaji mkuu kasoma hapo, nani kafanya hivyo. Ukienda Mbeya unapita Tabora, lakini ukiingia stendi pale Tabora unatamani kukimbia. Ndio hiyo sura ya Tabora unayotaka kuizungumza ama imebadilika? Hapana, Tabora ninayozungumzia sasa ni Tabora nyingine ambao Tabora yenye mikakati. Tuna ujenzi wa stendi ya kisasa ambao itakuwa na uwezo wa kupaki mabasi 200 mpaka 300 kwa wakati mmoja. Ambao tutaijenga kutoka katikati ya mji ni kilomita 12. Sehemu moja inaitwa Tuli ambayo ni Inara. Lakini Tabora katika mikakati yetu tuna ujenzi wa soko la kisasa ambao litajengwa pale pale sehemu soko lilipo. Lakini Tabora tuna ujenzi wa machinjio ambao itachinja ng'ombe kwa siku 300 mpaka 500. Hicho ni kitu kingine. Machinjio ni kitu kingine au ni kimo ndani ya stendi? Yaani stendi itajengwa kisasa. Sasa kwanza mimi nataka stendi hiyo. Hayo machinjio yaache kwanza. Tutakuja huko. Ndio.
hii stendi inayotumika sasa hivi ndio hii ambayo na wewe wakati unakuja umepita na gari yako pale kuja hapa? Ndio inayotumika. Ndio hii inayotumika. Ndio. Lakini imechoka. Kuna pale Tabora sasa hivi tuna stendi mbili. Tuna stendi ambayo tunasema ya zamani na kuna stendi ambayo tunasema mpya. Lakini pamoja na upya wake kulingana na mazingira ya Tabora na mji unavyopanuka, sisi kama wana Tabora tumeona tena haitutoshi. Kwa hiyo tuna mpango mkakati mpaka kufikia 2022 mwezi wa kwanza mkandarasi atakuwa site ambaye atajenga stendi ya kisasa. Ndio. Manake kuna stendi mpya ya kisasa ambayo inajengwa Tabora. Okay, sawa. Sasa turudi kwenye machinjio hayo ambayo ulikuwa unajaribu kuyazungumza. Kiasili pia pale kuna wafugaji. Ndio. Okay, na mazingira ya machinjio bila viwanda au ya viko sambamba. Machinjio bila viwanda vya kutosha mnafanyaje? Mmetarget kuchinja na kwenda kuuza ngozi sehemu au mpango wenu ukoje Tabora kwenye eneo hilo? Malengo na mikakati ya mkoa wa Tabora ni kwamba kuvutia wawekezaji waje wawekeze Tabora. Kwa sababu tunazo kwa nini watu waje wawekeze Tabora. Okay. Sababu ya kwanza, siasa ya Tabora ni safi. Kwa hiyo inaruhusu mwekezaji aje kuwekeza, hatuna migogoro. Lakini cha pili, ulinzi na usalama wa manispaa pamoja na mkoa mzima chini ya RPC wetu yuko vizuri, OCD pamoja na vyombo vyote vya ulinzi na usalama, kwamba wananchi wa Tabora, mstahiki meya na vyombo vya ulinzi wa usalama tunaongea lugha moja. Okay, kabla tujaenda huko, kwa hiyo Tabora masuala ya ulinzi na usalama yako sawa, hayana shida. Okay. Sasa kwa nini watu hawajawekeza kama mambo haya yako sawa? So kama kungekuwa na tatizo kubwa la kiujambazi au tatizo kubwa la kiusalama la mali pamoja na rasilimali za mkoa wa Tabora, maana yake watu wasingekuja. Sasa kama unasema wako sawa na kila kitu kiko sawa, kwa nini hawajaja? Tabora tulipungukiwa. Wanaletwa na nini? Wanaletwa na huo ulinzi. Kama ulinzi umesema uko imara, kwa nini watu hawajaja? Tabora tulipungukiwa mambo machache ambao sasa kama wana Tabora lakini na serikali kuu pamoja na serikali ya mkoa tumeyaboresha. Mfano kitu cha kwanza tulichoboresha, kwanza tunamshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Joseph Magufuli kwa kutuletea mradi mkubwa wa maji wa zaidi ya bilioni 617 ambao sasa inafanya watu wa Tabora tuhitaji mwekezaji, kwa sababu uwezo ukaweka kiwanda kama maji huna. Kwa hiyo jambo la kwanza linalotusukuma sisi kama watu wa Tabora ni kwamba sasa tuna maji ya kutosha, kwa hiyo tunataka watu waje waweke viwanda. Lakini jambo la pili, mkoa wetu wa Tabora tuna umeme wa kutosha ambao tunapata gawio kutoka Shinyanga zaidi ya megawati 45. Kwa hiyo tuna umeme wa kutosha. Lakini Tabora kama Tabora, sisi tunasema wana Tabora watu waje wawekeze, tutawapa ardhi bure ya kuwekeza kiwanda. Sisi tuna master plan yetu ambayo ya 2015 mpaka 35. Kwa nini unawataja watu wa Tabora waje wawekeze? Kwa nini unasema watu wazawa wa Tabora waje wawekeze? Msingi wa hiyo ni nini? Ni kwamba yani, kwa nini ninakuona unahitaji kwa sura ya wana Tabora waje wawekeze? Maana yake nini? Ama sijakuelewa. Maana yake nini? Mimi nadhani hujanielewa vizuri. Okay, karibu sana. Ningekuwa na shida na kuwekeza na watu wa Tabora tu, mimi nisingekuja Mwanza. Okay. Ningekaa Tabora nikaongea na Tabora wenzangu, tukaitisha mikutano ya hadhara, tukaambizana tuna 1 2 3 4. Mimi kitu kilichonileta hapa kwa niaba ya wananchi wa Tabora, tunataka watu wa ndani ya nchi na wa nje ya nchi waje wawekeze Tabora. Okay. Tuna sababu za kutosha. Sasa wanakuja kuwekeza nini Tabora? Tunataka watu wawekeze viwanda kwa sababu malighafi tunazo. Cha kwanza sisi ni wakulima wazuri wa tumbaku. Lakini tumbaku ya Tabora inakwenda kuchakatwa Morogoro. Hilo ni tatizo. Lakini cha pili, Tabora
tuna asali nzuri ambayo ni asali ya miombo. Tanzania nzima inapatikana Tabora. Lakini Tabora tuna misitu ya kutosha, tuna mbao nzuri za mninga Tanzania nzima zinapatikana Tabora. Lakini Tabora tunalima pamba. Tabora tunalima nafaka mbalimbali. Kwa hiyo ninaposema watu waje wawekeze kwamba malighafi za kufanya vile viwanda vifanye kazi tunavyo. Ndio. Okay, kwa hiyo shida ya Tabora iko hapo. Anyways, mstahiki meya, pengine kukawa na watu watu naona wanatuma ujumbe hapa. Watu wanaweza kutaka kujua pale manispaa ya Tabora hivi. Awali kulikuwa na matatizo ya barabara, labda unajua wakati mwingine mtu akitaka kuja kuwekeza anazingatia mambo makubwa. Anataka kuona miundombinu. Anataka kuona hali mfano ya umeme uko kiasi gani. Barabara ziko imara kiasi gani. Mtu akiwekeza kiwanda hapo maji anaweza kuyapata kwa kiwango gani. Sio aje yeye tena aanze kupambana kutoa nguzo Shinyanga kupeleka Tabora au aanze kutafuta maji kuyatoa Singida kuyaleta Tabora. Miundombinu yenu inaridhisha kwa kiwango gani kiasi mpaka atoke labda hapa Makuliga aende akawekeze Tabora? Karibu sana. Kwanza kama nilivyokuambia awali, manispaa ya Tabora tunapata gawio la umeme kutoka Shinyanga ambao ni megawati 45. Lakini matumizi ya watu wa Tabora ni megawati 14 mpaka 15 kwa mkoa mzima. Kwa hiyo tuna umeme wa ziada wa zaidi ya megawati 27 ambao sasa tunasema watu waje wawekeze, umeme wa kutosha upo. Lakini tuna huu mradi mkubwa wa maji ya Ziwa Victoria pamoja na mradi wetu wa Igombe pamoja na mradi wetu wa Kazima ambao tunazalisha maji zaidi ya lita milioni 35 kwa siku. Na matumizi ya wananchi wa Tabora ni lita milioni 29. Kwa hiyo tuna almost wa lita 6,000 ambao zinabaki kila siku, hazina mtu wa kuzitumia. Okay. Lakini katika hili nitumie nafasi hii ndugu mtangazaji kuhamasisha wananchi wa manispaa ya Tabora wavute mabomba ya maji. Maji sasa hivi tunao ya kutosha, lakini TUWASA, mimi kama mstahiki meya wa manispaa ya Tabora niliongea nao. Wakasema bwana, wananchi wa Tabora tunataka wavute maji kwa wingi. Kwa kama mtu ana pesa au hana pesa, sisi kazi yetu ni kutoa huduma. Kwa hiyo TUWASA wamenihakikishia kwamba mwananchi yoyote ambaye ana uwezo wa kuvuta maji awe na shilingi 50,000 tu atavutiwa maji. Hiyo 100,000 inayobaki itachanganywa kwenye bili zaidi ya miezi 6 na atamaliza deni. Kwa hiyo ni fursa kubwa kwa watu wa Tabora. Ni dhamira ya Mheshimiwa Rais kumtua mwanamama ndoo kichwani. Okay, sawa, kwa hoja hiyo nzuri. Hebu nitake kufahamu kuhusu mwenendo. Mara mwisho Tabora nilivyokwenda kulikuwa na hospitali inajengwa pembezoni. Hospitali kubwa kidogo ambayo ilikuwa inajengwa pale. Nataka kujua angalau kiwango hicho kimefikia wapi. Na kumbuka hata Mheshimiwa Rais alipopita juzi hapa kulikuwa na sekeseke kidogo pale na nini la kuhusu wale watumishi na nini, lakini tunataka kujua kuhusu status ya hiyo hospitali kubwa ambayo wananchi wengi pengine wanaenda umbali, lakini wakati huo wananchi wengine wanapata huduma hafifu. Kwa mfano kuna mtu mwingine hapa naongezea hilo, anauliza, anasema wakazi wa Mji Mwema anauliza kwamba halmashauri ya manispaa Tabora itafanya nini sasa kuhakikisha gharama za matumizi ya wagonjwa wanaohitaji madaktari bingwa zinakuwa na unafuu, kwa sababu watu hawana fedha. Ajabu kuonyesha, sijui mbona anataka kusema. Karibu sana kwa kujumlisha huduma za kijamii ikiwemo sasa hospitali ya wilaya, lakini pia kuhusu vituo vya afya. Cha kwanza, mkoa wa Tabora una bahati kubwa. Tuna hospitali ya rufaa ya Kitete ambayo imeboreshwa. Na pale kuna chuo cha manesi na madaktari. Lakini cha pili, kuna Mheshimiwa Rais alipokuja Tabora
alifungua jengo la wagonjwa mahututi ambao wanaweza kuwekwa mpaka 50 mara moja. Lakini manispaa ya Tabora, tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametupatia kiasi cha shilingi milioni 500 kama fezi ya kwanza kwa ajili ya kujenga hospitali ya wilaya. Na hospitali hivi tunavyozungumza, ndugu mtangazaji, iko 89% kama sio 90. Hiyo hospitali ya wilaya. Ya wilaya. Tuna jengo ambalo tumejenga la OPD, tumejenga jengo la maabara, lakini tumejenga jengo la utawala. Hospitali ya wilaya. Tumejenga kile wanasema kinyumba cha kuchomea taka. Okay. Hospitali ya wilaya hiyo. Hospitali ya wilaya. Ambayo ndio ilikuwa imegharimu kiasi cha milioni 500. 560. 560 ambayo hiyo pesa nyingine manispaa ya Tabora imeongezea pale kwa ajili ule ujenzi usisimame. Lakini hivi hapa tulipo kama manispaa ya Tabora tuna matarajio ya kupata shilingi bilioni 1 kwa ajili ya kuongeza majengo mengine 9 kwa ajili ya hospitali ya wilaya. Mnazo zahanati kama 22 na hizi pamoja na pengine vituo vya afya zimeshindwa kukidhi. Sasa hii huduma zake zikoje kwa sasa, ili angalau wakiwa wanasubiri watu ujenzi huu wa hospitali ya wilaya ambayo inagharimu karibu milioni 560 hivi, kwa sasa watu wanafanyaje kwenye hizi huduma? Mmejizatiti vipi Mheshimiwa Mstahiki Meya? Cha kwanza tuna kituo cha afya ambacho kiko Maili Tamu Ipuli, ambacho sasa hivi kina operate na kinafanya kazi vizuri. Lakini tuna kituo kipya ambacho kimejengwa Tumbi manispaa ya Tabora. Lakini tuna zahanati 22. Kwa hiyo huduma ya afya ya Tabora mimi kama Mstahiki Meya naridhika nayo kwamba iko vizuri. Okay, sawa. Huyu ni Mstahiki Meya wa manispaa ya Tabora. Hii ni The Big Agenda, anaitwa Ramadhan Shaban Kapela ambaye tuko naye hapa usiku wa leo kwenye The Big Agenda, uwajibikaji na uongozi kwa wananchi. Leo tunaimulika Tabora. Wana Tabora popote mlipo, ni kuniambia kuhusiana na manispaa yenu, hali ikoje, huduma mnazipata kwa kiwango gani? Leo hapa tunajaribu kuzihesabu shughuli zote zinazofanywa katika manispaa ya Tabora. Lengo letu ni kutaka kujua kuhusiana na maendeleo ambayo ndiyo sura halisi ya wananchi wanayotaka kujua maisha yao yanafanywaje. Tumesikia takwimu zinaonyeshwa na Mheshimiwa Mstahiki Meya, ajaribu kuonyesha uzalishaji wa umeme wa kutosha, akitaja takribani megawati 42 mpaka 45 ambazo wao wanazipata. Hali kadhalika pia anajaribu kuonyesha namna matumizi sio makubwa sana ya umeme, wanatumia kama megawati 14 mpaka 15 hivi. Kwa hiyo kuna masalio ya megawati kama 27. Kwa hiyo wanaoweza kuwekeza kwenye viwanda, yeye anasema Tabora ni shwari na ni safi kabisa. Sasa kuna mambo mengi tunajaribu kuzungumza hapa kuhusiana na viwanda pamoja na huduma za kijamii ikiwemo hospitali pamoja na umeme. Mnazo takribani sekondari kama 33 hivi katika mkoa wenu. Ndio. Na tunajua serikali ina shule nyingi zaidi pale kuliko shule binafsi. Sasa shule binafsi nadhani takriban kama 10 tu ambazo ziko katika mkoa wa Tabora. Lakini bado tunataka kujua, wakati ule kuna fedha nyingi sana serikali imezitumia kukarabati hizi shule kongwe ambazo zilikuwepo, shule zilizosoma Mwalimu na zingine hivi. Uhaba wa vyumba vya madarasa naambiwa Tabora pia upo. Fedha nyingi zinatumika kwenda kukarabati shule kongwe na fedha nyingi zinakwenda. Mheshimiwa Mstahiki Meya, wewe ndio mwenye sura ya Tabora. Niambie, kwa nini watoto waache kwenda shule, nyinyi mnapeleka fedha nyingi kukarabati shule kongwe, kwa sababu gani? Hebu tupe hii inayozungumzwa na wananchi. Ukweli ukoje kuhusiana na hali za shule katika mkoa wa Tabora?
Mimi nikushukuru sana ndugu mtangazaji. Katika swala la elimu, kama ulivyosema, manispaa ya Tabora ina shule za sekondari 33. Shule za watu binafsi ni shule 10. Lakini tuna vyuo takriban 15. Manispaa ya Tabora imejenga vyumba vya madarasa ya sekondari 37. Ambayo vipo katika hatua mbalimbali. Ambao maboma yake mengine hajakamilika, ni maboma. Yaani tunachosema pia katika hatua mbalimbali, kuna mengine yamepigwa bati, mengine yanapigwa lipu, mengine yanafanywa hivi. Lakini juhudi kubwa za mpaka kujenga hizi shule, haya madarasa na kuhakikisha wanafunzi, kwanza ni kuhakikishia ndugu mtangazaji, mpaka sasa hivi hakuna mwanafunzi yoyote aliyefaulu katika manispaa ya Tabora ambaye amebaki nyumbani kwa ajili kwamba amekosa nafasi. Tumejenga madarasa lakini wanafunzi wanaendelea kusoma. Labda niseme kitu kimoja. Katika ujenzi wa madarasa 37, juhudi kubwa, tunawashukuru kwanza wananchi, wamejitolea michango ya hali na mali, lakini juhudi kubwa imefanywa na mkuu wetu wa wilaya Eric Kitwala Komanya. Katika hili amejitoa 100%. Lakini kuna mkurugenzi wa manispaa ya Tabora Bosco Ndunguru hajalala, lakini kuna management yake pamoja na idara ya elimu sekondari na msingi, mimi mwenyewe tunahakikisha hivi. Leo tumezungumza kwamba madarasa yapo katika hatua mbalimbali. Baada ya muda mfupi watu watahamia kwenye hivyo vyumba vingine. Lakini tunavyosema Tabora Boys, tunamshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Joseph Magufuli. Ni rais ambaye ni pekee mwenye maono. Shule ile ikifika mwakani inakuwa na miaka 100. Haijawahi kuletewa pesa kwa ajili ya ukarabati wote. Shule ya Tabora wavulana. Kwa nini unamshukuru Rais Magufuli kwenye hilo? Namshukuru Rais Magufuli kwa sababu amekumbuka kwamba ulisi wa Tabora au sura ya Tanzania imetoka Tabora. Lakini si halmashauri ameleta milioni 500. Halmashauri ilikuwepo. Halmashauri hamna fedha za kutenga mpaka atoke rais huko aje watengenezee shule, hata mnashindwa kuikarabati shule. Halmashauri kama fedha zenu zinaenda wapi? Halmashauri kama halmashauri. Kwa nini msijilaumu nyinyi viongozi wa halmashauri kwamba hamkutimiza wajibu wenu? Hatuwezi kujilaumu kwa sababu serikali imegawanyika katika sehemu mbili. Kuna local government na central government. Shule inataka kuanguka, imechoka, unasubiri central government. Shida ni kwamba kulingana na mapato ya halmashauri na mahitaji, kila siku zinavyozidi kwenda mahitaji yanakuwa zaidi kuliko mapato ya sehemu yote husika, hata serikali kuu. Kwa hiyo halmashauri ina vipaumbele sasa. Vipaumbele vipo. Na ndio maana tukasema wanafunzi lazima waingie darasani. Kwa hiyo Rais Magufuli asingepita ingekuwaje? Rais Magufuli asingepita ingekuwaje hiyo shule? Yaani ukisema ingekuwaje unakosea, kwa sababu Mungu alimpanga apite ili mambo yetu ya Tabora na Tanzania nzima yaende kwa bambam. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametuletea almost milioni 500 kwa ajili ya ukarabati wa shule ya Tabora wavulana. Na kama nilivyosema, ile shule ina historia kubwa. Mihimili mitatu imetoka pale ya hii nchi. Lakini viongozi wengi wa Tanzania hii, akiwemo mpaka msemaji mkuu wa serikali na katibu wa Wizara ya Habari Dr. Abbas Mwakembe, naweza nikakutajia watu wengi ambao wamesoma katika ile shule. Mimi niwaombe tu kupitia hichi kipindi wakumbuke fadhila, wakumbuke walipotoka, waikumbuke shule yao ili Tabora manispaa lakini historia ya Tanzania ionekane imetoka wapi katika hilo. Msaiki Meya anawakumbusha waliopita Tabora hapo, akina Doto Blend wamepita pale. Wamepita wengi sana ndugu yangu. Akina Faza Maziko. Wengi sana wamepita katika ile shule. Na hata viongozi wengi wa usalama wa taifa wamesoma wamesoma Tabora wavulana. Kwa hiyo ile Tabora, tukisema Tabora girls au boys, tunamaanisha tumeigusa Tanzania kama ilivyo. Wenye Tabora hao hapo, akina Doto wako hapa. Lakini katika swala la elimu kama nilivyosema, tuna vyuo 15 vyuo vya certificate, diploma na degree. Vyuo 15, katika vyuo 15 vinafanya kazi nzuri sana. Lakini kuna mwekezaji mmoja ambaye amewekeza shule Msoma Utalii.
yeye ameweka chuo cha Msoma utalii. Alianza kidogo sana, lakini sasa hivi ukiangalia Bwana Shabani Mlutu anaonyesha sura ya Tabora kwamba katika elimu imejipangaje. Okay. Amejenga chuo kikubwa cha madaktari, lakini amejenga chuo cha walimu. Ana aina mbalimbali aina ya wawekezaji ambao mnawataka Tabora. Ni kama Shabani Mlutu. Okay, sawa. Sana sana. Ambaye amefanya kazi nzuri iliyotukuka katika manispaa. Nakushukuru sana katika hilo. Ni mstahiki meya manispaa ya Tabora, tuko naye hapa. Maoni ni mengi sana. Okay, maoni ni mengi sana. Godfrey Mahonge naona anafuatilia mjadala. Yeye kauliza kitu kingine kabisa. Sema manispaa Tabora kuna vivutio vya utalii. Ukizunguka mjini unakutana na miembe mikubwa na ninaambiwa ni kumbukumbu enzizo za utumwa. Je, wana mpango gani kuweka walau viashiria kwamba miembe ile ina historia? Manispaa Tabora watu wamelima sana karibu na miji, ndio ni jambo zuri. Je, wana mpango gani kuboresha sasa walau Tabora ionekane kweli ni mji na sio sehemu ya shamba? Tatu akasema Mwalimu Nyerere amesoma Tabora. Je, ni vitu gani wamefanya walau kumbukumbu ya Mwalimu isipotee katika shule? Yaani amejaribu kuonyesha katika mambo ya utalii. Karibu sana katika kumjibu hiyo. Asante. Kwanza niseme kama manispaa anasema kwanza watu wanalima mtaani, barabarani hivi, kwamba inaonekana kama shamba sio mji hivi. Tabora lazima ipangwe na ipangilike. Kwanza labda ndugu mtangazaji, ndio anachosema. Nikwambie kitu kimoja, huyo ndugu yangu alotuma hiyo nani? Kwanza nimwambie Tabora anayoitazama sasa hivi ni Tabora ambayo tunatoka hapo tunaenda kwenye jiji. Kwa sababu tuna kila sababu ya kuwa jiji la Tabora. Sasa masuala ya watu kulima katika maeneo ya mjini kisheria hairuhusiwi. Lakini naweza nikasema kitu kimoja, unajua katika kuongoza watu ni lazima pamoja na sheria lazima utumie hekima na busara. Kuna mambo ambayo ukilikemea au usipolikemea halina madhara lakini lina faida. Okay. Lakini kulingana na mazingira na hali tunapoenda sasa, labda nitoe wito kwa wananchi wangu wa Tabora. Sasa mazingira ya mjini ni marufuku kufanya hizo shughuli. Lakini nia ilikuwa ni nzuri. Una maana gani kusema shughuli, aina ya shughuli gani sasa? Unajua hizo wanazosema wanalima mjini. Kwa hiyo unatoa tamko sasa. Natoa tamko kwamba sasa Tabora yetu inapotoka inapokwenda, watu wasilime mjini. Watu wasilime mjini. Kwa sababu ukilima mjini unaweza ukatupa kikwazo tukaonekana bado tuko shamba. Na si pale ni downtown. Mambo yote yako unaposema mkoa wa Tabora ina maana ni manispaa. Okay. Viongozi wakubwa wote wako pale. Mheshimiwa mkuu wa mkoa Dr. Sengati yuko pale. Anafanya kazi nzuri. Ni daktari wa chuo kikuu. Anafanya kazi vizuri. Okay. Lakini tuna mkuu wetu wa wilaya Elikitwala Komanya. Kuna mimi mstahiki meya wa manispaa ya Tabora. Tuna mbunge wetu Emmanuel Adamson Mwakasaka. Tuna waheshimiwa madiwani. Tuna mbunge wetu wa viti maalum dada yangu Munde Tambo. Tuna mbunge wetu tena viti maalum dada yangu Jacqueline. Ni watu ambao tuko makini. Tunajua Tabora tulipoikuta, tunapoipeleka na tunapokwenda. Kwani mmeikuta Tabora nyinyi wakati mnaingia, angalau mapato yake mlikuwa mnakusanya kwa kiasi gani? Mwaka 2015 ili tujue na vipaumbele vyenu mwaka huu ni vikoje kwa hii miaka mitano hii, mmekaje vipaumbele vyenu? Kwanza niambie mapato yenu yale yakoje ili kusudi tujue, maana kuna swali hapa unaniambia unajua makusanyo na nini. Kwa hiyo mazingira haya kwamba mnakusanya hela ndogo sana mpaka mwe mnapata pumzi kutoka kwa wakubwa wale, hamwezi kujisimamia, na vipaumbele vyenu mnafanyaje? Karibu sana. Katika swala la mapato labda nikwambie ndugu yangu, mwaka 2015 manispaa ya Tabora ilikuwa bilioni 3.3. Bilioni 3.3 mapato ya ndani. Mapato ya ndani. Lakini 2016 manispaa imekusanya bilioni 3 na milioni 600. 2017 imekusanya bilioni 3 na milioni 800. 2019 imekusanya bilioni 4 na milioni 200. 2020 imekusanya bilioni 4 na milioni 600. Bilioni 4 na milioni 600. Lakini bajeti ya 2021
ni bilioni 4.8. Kwa hiyo ukiangalia kwa muda wa miaka mitano, kwa mwaka jana mlikusanya ilikuwa ni bilioni 4 na milioni 600. Bilioni 4 na milioni 600. Ndio. Sasa target ya makusanyo ya mwaka huu, target ya makusanyo ya mwaka huu mwaka 2021 22 ni bilioni 5. Okay. Bilioni 5 na milioni 500. Okay. Kwa hiyo maana yake vyanzo vya mapato Tabora ni vikubwa. Ndio. Si ndio maana yake? Ndio maana yake. Sasa wawekezaji unahitaji wa nini sasa? Tunaposema wawekezaji wapo, wanakusanya hela nyingi sana hizi. Tunaposema wawekezaji vikubwa kiasi gani? Tunaposema wawekezaji wapo Tabora, tuna maana 2 au 3. Maana ya kwanza, kwanza vijana wetu watapata ajira. Mimi nikiajiriwa kwenye kiwanda labda cha tumbaku, nikifanya pale kazi, wakati naenda kiwandani tapanda bodaboda. Na maana tumetengeza ajira kwa bodaboda. Lakini nikifanya kazi mchana njaa kiniuma, takula kwa mama ntilie. Mama ntilie tumemtengenezea ajira. Tukimtengenezea mama ntilie ajira, tumemtengenezea mtu ambaye anauza sokoni ajira. Lakini kama manispaa au serikali itapata kodi. Serikali kuu itapata kodi, manispaa itapata service levy, lakini mwekezaji atapata faida. Kwa hiyo tunaposema kiwanda tunakiangalia kwa sura pana. Hatuangalii kwa sura ndogo. Kitu kikubwa ni kustimulate mkoa wetu na wilaya yetu kuwe na mzunguko wa pesa. Tuwatoe vijana wenzangu katika masuala ya kuwa wanategemea nyumbani au kuwa tegemezi, wafanye kazi. Okay. Ndio. Okay. Haya, sawa, nitumie muda huu kutoa ujumbe wa watu. Haya, maoni ni mengi sana, ngwani ni kate hapa kidogo kwa dakika 3-4. Mheshimiwa, nimepewa cheo bana hapo, naambiwa Mheshimiwa Nyanda. Uko vizuri sana kwa maswali. Haya, asante sana. Anasema naona mea anaingia anatoka. Amechomoa kabali yako moja hivi mtozi. Haya, sawa, nakushukuru sana kwa hilo. Unasema mstahiki mea, mimi naishi kata Kidongo, nadhani Kidongo Chekundu, mtaa wa Mbilani. Ni jirani sana na mjini, ila hata barabara ya mtaa hazikuwahi hata kulimwa tu kwa kupitisha hata greda. Mstahiki Meya anasemaje kuhusu kero hiyo kubwa? Yeye amesema hivyo. Mwingine anasema ndugu Nyanda, hongera kwa kazi. Uwasimisi vipindi unavyoviendesha, lakini naomba muulize Mstahiki Meya huo wa Tabora manispaa kuhusu miundombinu hapa mjini. Barabara ni mbovu sana, hata mapanda njia ya ng'ombe yana unafuu. Mfano barabara za mitaa ya Amani, Uhuru, Salimini, Kongo, Utusi na kadhalika. Huku Chemchemi kupitia kabisa kwa magari, labda kwa baiskeli, ila kwa shida sana. Je, wana mpango gani? Mimi najua Tabora mliwahi kupata fedha za World Bank. Ndio. Mlipata fedha za World Bank mkajenga barabara za lami. Ndio. Tabora. Kwa hiyo World Bank wasipotoa fedha nyinyi mkajenga Tabora, hawa wengine huku wanafanyaje? Hawa wanaolalamika. Kwa hiyo mpaka tusubiri tena zile fedha, na mnakusanya bilioni 4.6 mwaka 2020, bilioni 4.8 mmepanga kukusanya mwaka huu na 2021. 19 mmekusanya hapo, mnasema bilioni 4.2, bilioni 3.3 2018. World Bank wametoa fedha mkajenga mkeka. Kwa kweli zile barabara ni mkeka. Mimi nimefika pale za World Bank ni mkeka kabisa, sina shaka na hilo. Sasa mnasubiri lini tena World Bank walete fedha ili muwasaidie hawa wananchi? Mstahiki Meya, kwanza unasikia aibu au usikie aibu kwa hizi messages za? Hapana, siwezi kusikia aibu. Unajisikiaje? Kwa sababu Tabora ninayojua mimi sio Tabora inayoelezewa na hao. Na hao. Lakini hao ni wakazi wa Tabora. Tukubaliane kwanza, hao ni wakazi wa Tabora. Ndio. Sasa pia na wenyewe ni wakazi wa pale. Ni wakazi wa Tabora. Kwa hiyo wakikwambia jambo pia mstahiki lazima utuambie sisi wananchi sasa kwamba hizi barabara ambazo wanazitaja
anasema unafuu barabara za mitaa ya Amani, Uhuru, Salimini, Kongu, Utusi, huku ndo anakosema ni mbovu. Karibu sana. Yaani ninachosema kwanza kuishukuru serikali ya awamu ya 5 imetupatia zaidi ya bilioni 26 ambazo tumetengeneza barabara zaidi ya kilomita 26 katika kata 16 manispaa ya Tabora. Lakini kama manispaa ya Tabora tumenunua vitendea kazi, tuna grader na excavator kwa ajili ya kutengeneza barabara zetu. Lakini wakati huo serikali imetuletea chombo ambacho kinaitwa TARURA. Na TARURA wanafanya kazi vizuri. Ninachotaka kusema hata katika familia yako watu wote huwezi kuwalizisha. Ni kwamba kwa mfano hichi kipindi cha masika unatengenezaje barabara? Kwa hiyo tuulizane kitu kimoja. Rais Magufuli akiwa Kagera. Ndio. Kuna injinia mmoja alimjibu kama hiki unachokijibu sasa hivi, kwamba mheshimiwa, hatujatengeneza bana hizi barabara kwa sababu ya mvua. Ndio. Akawauliza, kwa hiyo na wale wanaojenga daraja la Busisi wakausha yale maji ya Ziwa Victoria ndio waendelee kujenga? Ndio. Naomba nichukue swala la Magufuli tukuulize wewe. Kwa hiyo mvua zikiendelea kunyesha Tabora barabara zake zinakuwa mbovu? Ninachosema kitu kimoja kwa sababu ujenzi wa barabara za lami za kilomita 26 ambazo zinataa barabarani ni tofauti na ujenzi wa hizi barabara zingine. Hizi barabara zingine tunatengeneza kwa kiwango cha Moram. Hizi barabara ambazo tunazungumzia za World Bank zimetengenezwa kwa lami ya asphalt. Lami ya simenti ambayo gharama yake kilomita moja ni bilioni 1 na milioni 400. Huwezi ukafananisha na barabara za changarawe. Lakini tunachokifanya katika hizi barabara tunataka kutengeneza za changarawe, kitu kikubwa ambacho tumekigundua ni kwamba barabara zetu zinawahi kukatika au kuharibika na zinakuwa hazipitiki kwa sababu hatutengenezi mifereji. Okay. Hiyo ni picha ya usiku ya Tabora, taa za barabarani inaonekana kwa yaani mtangazaji sio Tabora ni Toronto. Hiyo tunaita Toronto. Namkumbuka Agrey. Kumbuka Toronto. Anasema Nyanda, hongera sana. Utafikiri umeishi Tabora namna ambavyo unazungumza na mstahiki. Anasema Nyanda, tunapata barabara swala la maji mkoa wa Tabora ni changamoto kubwa. Je, mstahiki meya anawahakikishaje wananchi ni mpenda amani? Mwingine anasema alivyokuja rais maji alitoka mengi, alivyoondoka yameshindwa kutoka tena. Mstahiki meya anasemaje? Willy Yobwa kutoka Dodoma, mimi nampongeza meya. Na mwingine anasema mstahiki meya anazuia kilimo kwenye manispaa yake wakati dunia sasa inahamasisha kilimo cha mji, urban agriculture, maana yake nini? Mwingine anasema mimi naitwa Khadija Alex kutoka Tumbakeli. Mheshimiwa mstahiki meya, barabara huku Tumbakeli tunaomba rami, mbona mnatusahau sana? Huyu anasema hivyo. Anasema Tabora imejengwa na inajengeka. Mimi nadhani tuwape muda hawa viongozi, kazi kubwa wanaifanya, inahitaji usahimilivu tu kidogo, maana hata huyo meya unampiga maswali ya miaka ya nyuma mingine hakuwepo ofisini. Sasa mimi najaribu kusema ofisi sio meya. Ofisi ni taasisi. Kwa hiyo wewe una wajibu wa kutuambia kwa nini mwaka 2015 kulikuwa na tatizo, kwa sababu document zipo na mipango ipo. Kwa hiyo sio excuse ya kusema mimi ndo nimeingia leo tu. Na mimi hilo sina wasiwasi nalo kwa sababu najua ofisi ni taasisi na mimi ni miongoni mwa taasisi hiyo. Ya hiyo. Labda nianze na swali la kwanza la kuhusu maji. Na ndio maana nilipofika hapa nikasema wananchi wa manispaa ya Tabora wana bahati ya kutosha na mkoa. Tuna mradi mkubwa wa maji wa zaidi ya bilioni 617. Ni mradi mkubwa ambao haujawahi kupatikana kwenye hii Tanzania zaidi ya Tabora. Kwa hiyo tuna maji ya kutosha. Tunazalisha lita zaidi ya milioni 35. Matumizi ni lita milioni 29. Ndio maana nikasema kwa mazungumzo ya mimi mstahiki meya wa manispaa ya Tabora na TUWASA wamenikubalia wananchi ambao hawana kipato cha kutoa 1,500,000 kwa pamoja watoe shilingi 50,000. Wataungiwa maji na baadaye ile 100,000 watailipa kidogo kidogo
kwa muda wa miezi 6. Okay. Hatuwezi tukatoa hiyo loophole kama maji hakuna. Tuna maji ambayo yanabaki. Tunataka wananchi wa Tabora waje waunganishe maji. Mimi kama mstahiki wa manispaa ya Tabora napatikana ofisini kwangu Jumanne na Alhamisi. Kwa hiyo kusikiliza wananchi na wasikiliza wananchi kero mbalimbali. Kwa hiyo nitoe wito kwa wananchi, sio kero ya maji tu. Kero yoyote, kama kuna mtu ana kero, ana jambo lake lolote, aje ofisini tuzungumze. Tabora ni ya kwetu, sisi ndio tutakaoijenga. Ndio maana mimi nasema kwa hatua hizi ambazo angalau mmekuja pamoja na changamoto hizi nyingine, na kwa kweli kuna mambo makubwa mmeyafanya, kwa sababu nilikuwa najaribu kuandika hivi wakati nafanya utafiti wangu kabla hujaja, kwa najaribu kuonyesha namna kwa kweli nilikuwa najaribu kumtafuta na afisa habari wa mkoa wa manispaa ya Tabora Paul Peter, akasema ambaye kwa kweli ameshirikiana na mimi kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu ni kijana, nafikiri akili inachangamka chapchap. Kwa hiyo tukawa tunazungumza, nikajaribu kuona kwa kweli kuna mambo ambayo mmefanya, hatuna mashaka. Kwa maswali mengine wananchi haya hayaondoshi ukweli kwamba sasa mmejenga soko kuu Tabora pale. Nadhani tunataka kujenga ujenzi wa soko kuu la Tabora, ambao nilikuwa naambiwa hapa mtagharimu karibu bilioni 10. Ndio. Na hayo machinjio ambayo ulikuwa unazungumza mnataka kuyakarabati, ambao mnatumia fedha bilioni 4. Mstahiki Meya. Ndio. Hii cost conscious ikoje? Bilioni 4 mnakarabati kitu gani cha msingi? Tunachotaka kufanya kuna nini humo ndani? Kuna viwanja vya kuchezea hadi mbuzi. Tunachotaka kufanya katika machinjio yetu. Kwanza machinjio ya kisasa. Ambao ina uwezo wa kuchinja kuanzia ng'ombe 100 mpaka 500 kwa siku. Okay. Kwa sababu tumekaa kimkakati wa viwanda. Uwezo ukasema jamani mje msindike beef hapa, nyama za ng'ombe, na wakati sehemu ya kuchinjia huna. Sisi tuna ng'ombe wa kutosha Tabora. Kwa hiyo ni lazima tuandae kitu ambacho kitakuwa na muda mrefu wa maandalizi. Ndio maana yake. Lakini pia kuhusu hii ndio mikakati yenu. Mikakati ya manispaa ya Tabora. Lakini hata stand basi mmeiweka kwenye mikakati ya stand hiyo ambayo mnataka kujenga, ni stand ya kisasa. Ni stand ya kisasa ambao yani huu mradi wako umeanza. Naweza nikasema umeanza kwa sababu huko katika hatua za manunuzi. Maana yake ni kwamba masuala ya mkandarasi mshauri, masuala ya ramani na mambo mengine. Unajua ndugu mtangazaji, ukiona utekelezaji wa huu mradi, mimi nafahamu unaanza mwaka kesho 2021 sasa hivi. 2022 mwaka kesho. Mwezi wa kwanza tunataka mkandarasi awe site. Kwa hiyo kuna mambo yale ambayo kabla mkandarasi hajaenda site, yani kitaalamu mkandarasi akiwa site, mradi uko 50%. Ila kwa wananchi wanaona ndio umefanyaje? Umeanza. Lakini sasa hizi tuko kwenye hatua za manunuzi, mkandarasi mshauri, uchunguzi wa kina na mambo mbalimbali ya mambo ya manunuzi. Ndio. Haya, sawa. Asante sana kwa hilo. Kuna maswali ya wananchi sasa walikuwa nataka kuyajibu. Hebu clear vizuri swala la barabara lile. Hebu niambie mikakati ya halmashauri ya manispaa kwenye hizo barabara ambazo wananchi wanazisema. Labda mna mpango gani? Kwanza wananchi wa manispaa ya Tabora ni watoe wasi. Manispaa ya Tabora iko makini. Pamoja na kuwa kuna chombo maalum kwa ajili ya ujenzi wa barabara mjini na vijijini TARURA. Lakini sisi kama manispaa tumesema tunavitendea kazi. Tuna grader, tuna excavator, lakini tuna malori makubwa matatu. Kwa hiyo wakati TARURA inasubiri budget, sisi kama manispaa tunaanza na tumeshaanza. Baadhi ya kata zilikuwa hazipitiki. Lakini wananchi wa manispaa ya Tabora na Tanzania kwa ujumla wakumbuke nchi yetu imepata mvua za kutosha miaka 2 mfululizo. Kama daraja la Morogoro linakatika ambalo linaunganisha nchi 5 lakini linaunganisha Tanzania lilikatika. Unategemea barabara ya service katiki ambayo ni ya changarawe au ya udongo. Lakini dhambi haihalalishi kwa dhambi. Ndio, yani usitumie excuse ya daraja la Tabora kuhalalisha watu waumie Tabora. Maana yangu nini? Wasema hivi, mpango wenu ni kufanya nini Tabora? Mpango wetu sisi manispaa ya Tabora. Sio kwa sababu mimi nimempiga kofi hapa, eti na wewe ukapige mtu kofi huko. Maana yangu manispaa ya Tabora mikakati yetu. Watu wanataka kusikia
mnataka kufanya nini kwenye barabara mbovu Tabora? Ninachosema manispaa ya Tabora kuanzia mwezi wa 7 wakati wa mwaka mpya wa serikali tunaanza mara moja ukarabati wa barabara zote mwezi wa 7 kama manispaa. Lakini TARURA saizi wako site wanaendelea na mambo yao. Kwa hiyo sasa hivi mstahiki meya, unajua wewe ni sura ya wananchi. Ndio. Kwa mstahiki meya unawaambia sasa wananchi wako kwamba watulie, mwezi wa 7 ndio shughuli itaanza. Shughuli inaanza kwa sababu gani nasema hivyo? Manispaa ya Tabora ina kilomita za barabara zaidi ya 720. Lakini barabara zilizosajiliwa na TARURA almost nusu ya zile. Kwa hiyo zile nusu zilizobaki sisi kama manispaa tutazitengeneza. Okay. Ndio maana nasema kuanzia sasa mpaka mwezi wa 7 kazi itakuwa iko tayari. Wanasema hongera mstahiki meya wa Tabora manispaa, upo vizuri sana pamoja na mtangazaji Nyanda. Tunamuomba aje awekeze viwanda maji Victoria yapo Tabora. Karibu sana. Naitwa Zinduna Suleiman Kisamba, anatoka Tabora. Saa mwingine anasema Nyanda, mstahiki meya anakwepa mishahara yako sana. Mwingine anasema Nyanda, jitahidi sana kuongeza muda wa hicho kipindi, ni kitamu sana, muda ni mdogo. Okay, mwingine anasema hongera sana mstahiki meya, Tabora itapaa kama tukiwa na viongozi wa kweli, waadilifu na wanaoweza kujitokeza na kuisemea Tabora. Mmechelewa sana mstahiki meya, mwe mnakuja mara kwa mara mnaisemea Tabora. Sema Nyanda, hongera, mjadala ni mzuri, muda umekimbia sana, au TV yangu ndio inanidanganya? Kweli nako umekimbia sana. Mstahiki meya, mimi nataka tumalize mjadala. Unaweza ukaamini mjadala ni mtamu sana, muda unakimbia sana. Ndio. Nikikupa nafasi ya kuambia wana Tabora kwamba sasa Tabora inakwenda kuwa Toronto kweli kweli, ndio, utawaambia nini sasa wana Tabora kushirikiana na ninyi kwa ujumla na Watanzania kwa ujumla wake? Karibu sana. Sasa uniambie kwamba mbona hili swali nilitaka uniulize na hili mbona hujaniuliza, yaani humo ndio ujijibu nao maswali mengine. Karibu sana. Mimi nikushukuru sana ndugu mtangazaji. Ila sasa hivi hamna kushukuru mke hapa. Nikushukuru sana ndugu mtangazaji. Wananchi wa Tabora, cha kwanza ninachotaka kuambia tuwe wazalendo. Tuwe wazalendo, tuupende mkoa wetu, tuipende manispaa yetu, tuwe kitu kimoja, tuzungumze lugha moja. Lakini kikubwa zaidi ninachokishukuru mimi, serikali na chama kuanzia mkoa na wilaya tunaongea lugha moja. Hiyo ndio chanzo cha mafanikio cha sehemu yoyote. Lakini cha pili, sisi mikakati yetu kama manispaa ya Tabora, ili twende tunapopatarajia, kipaumbele chetu ni mapato. Alafu baada ya mapato mnanunua gari la kipaumbele cha kwanza ni mapato, kipaumbele cha pili ni mapato, kipaumbele cha tatu ni mapato. Mtatuua wananchi. Tunataka mapato yaliyo halali, sio mapato yaliyo haramu. Msituminye, msije mkatuua kwa sababu kipaumbele cha kwanza mapato, cha pili mapato, cha tatu mapato. Mtatuua. Tunataka mapato yaliyo halali lakini pasipo kumuonea mtu. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kwanza kuwashukuru sana wananchi wa Tabora kwa imani kubwa waliokuwa nayo katika serikali ya awamu ya 5 na kukipenda chama chao cha Mapinduzi. Okay. Waendelee kulipa kodi. Wewe kwenye kodi utatuua. Waendelee kulipa kodi. Lakini waendelee kulipa ushuru mbalimbali wa manispaa. Lakini sio ule ambao rais alielekeza, mwache kututoza viushuru vile. Ushuru sisi tunautoza ni ushuru wa sheria. Sio vile ambavyo alisema sasa tukibeba gunia moja hakuna kunilani. Kimsingi kauli ya rais huwa haijadiliwi. Kwa hiyo hayo kauli ya rais ni maelekezo na kukumbusha. Kwa hiyo sisi na kimsingi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwanza tunampenda. Lakini cha pili tunamkubali. Mheshimiwa mstahiki meya, mimi nakushukuru sana. Asante. Nakushukuru sana. Nimefurahi, tumezungumza, tumeongea kila kitu ambacho Tabora inapaswa ije iwekeze. Mimi nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Ramadhani Shaban Kapela, mstahiki meya. Unaona mwili jumba, yani maana yake ni kwamba wewe
hakika yawe mapato. Nimebeba maono. Sije ukapata mwili kama wangu hivi. Mimi nakushukuru sana. Asante sana, nakushukuru sana. Kwa niaba ya timu nzima namshukuru sana. Kuna afisa habari na uhusiano wa Manispaa Tabora kwa kweli kashirikiana na mimi kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha nilikuwa kila nikimuomba bana, naomba nisaidie kupiga picha hizi, nataka kuchukua hii, anafanya hivyo. Namshukuru sana Paul Peter Kasembo, jamaa yangu huyu, mbobezi kabisa huyu, na taaluma mwenzangu huyu. Kwa hiyo namshukuru sana Paul Peter Kasembo kwa kazura. Hii ni The Big Agenda kwa niaba ya timu nzima, Emmanuel Makuliga, Lavet Shuk, Gracie pamoja na Neema kwa kazi kubwa.